Dindaro Protas, diwani wa kata ya Kitangili iliyoko manispaa ya Ilemela. Lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya huduma za uchumi, afya na elimu manispaa ya Ilemela. Kuhusiana na mwaka huu kwamba ni mwaka wa uchaguzi 2025, ni kweli kabisa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa mujibu wa sheria za uchaguzi kupitia tume. Ni mwaka ambao vyama sasa vinakwenda kushindanisha wagombea wao na kumpata mgombea mmoja ambaye atakwenda kushika dola. Chama cha Mapinduzi kimejipanga, na mimi pia ni kiongozi ambaye natokana na Chama cha Mapinduzi. Tumejiandaa kuhakikisha tunashinda ngazi zote katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa swala hili la kimaendeleo ndani ya kata yangu ya Kitangili, tumefanya mambo mengi sana tangu tulipochaguliwa. Kumbuka tumechaguliwa tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2020 mpaka majira haya sasa tutakwenda kuhitimisha miaka 5 ya kazi. Sasa tuna miezi miwili mitatu ambayo tumebakiza, tunakwenda kuvunja baraza, lakini tumefanya mambo mengi kama tulivyoyaahidi. Haiwezi kuwa 100%, lakini walau 90% tumefikia. Tumeahidi yale, tumetekeleza yale ambayo tuliahidi kwenye ilani, lakini pia mimi kama diwani wa kata hii ya Kitangili nimeongeza na yangu binafsi. Kwenye wakati wa kampeni pia mgombea, kwa mujibu wa chama chetu cha Mapinduzi, mgombea pia unaweza kwa utashi wako kaahidi ahadi ambazo unadhani unaweza kuzifanya kwa ajili ya wananchi wako. Mimi niliahidi kutoa ambulance katika kampeni zile kwa ajili ya kuhudumia wananchi wangu, na niliahidi kutoa ambulance ambayo itatoa huduma bure. Mungu alinijalia, ni kweli nilitoa ambulance, lakini pia baada ya kuona uhitaji mkubwa wa wananchi wangu niliongeza gari nyingine aina ya Suzuki Carry maarufu kwa Kirikou. Hii ni kwa ajili ya kusaidia misiba, lakini pia na shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo harusi na changamoto mbalimbali. Mwananchi akinunua kifaa hawezi amepungukiwa gharama au ana uwezo nao, lakini diwani niliamua kutoa gari kwa ajili ya kusaidia. Kama umenunua friji, wewe nipigie simu tu mwananchi, gari itakuja itakubebea friji yako kutoka kituo kimoja kwenda kwenye kata yako. Kama umenunua godoro, piga simu, gari hii itafanya kazi hiyo hiyo. Una harusi, unataka gari hii ije kwako ifanye shughuli kwenye harusi hiyo, kusomba viti, kusomba maji, kusomba kuni, wewe piga simu, gari hii itafanya huduma hizo, na imefanya sana. Kazi yako wewe ni kupiga simu tu, na kazi hizi zote zinafanywa bure, uchangii chochote, uchangii mafuta wala nini. Wewe ni kupiga simu, gharama yako wewe ni ile muito wa simu. Piga simu kwangu au mwenyekiti wako wa serikali ya mtaa atanipigia simu na gari hiyo itafika. Vile vile hata hiyo ambulance unavyoiona inatoa huduma masaa 24. Ni mwananchi yoyote anayepata changamoto, gari hiyo inakwenda kutoa huduma. Kama ni mjamzito, gari hiyo inakwenda mahali alipo na kumpeleka kwenye eneo anallohitaji kupata huduma, kama ni zahanati au ni kituo cha afya au ni hospitali ya wilaya au ya mkoa au ya rufaa. Kadri uhitaji wa afya yake inaelekeza akafikishwe wapi kulingana na changamoto aliyoipata. Ajali mbalimbali, gari hiyo inafika kwa wakati na inasaidia. Jambo hili nalifanya ndani ya kata yangu, lakini pia nimeadvance kidogo hata maeneo jirani pia wakinihitaji na kwenda kusaidia, kwa sababu sijachagua wa kumsaidia. Mimi nimechagua kumsaidia mwanadamu au mwananchi wa eneo langu la kata yangu, lakini pia hata yoyote anayehitaji imsaidie, gari hii inakuwepo. Huku ni kutoa sadaka. Kwa hiyo sadaka haina kikomo, sadaka haina limit kwamba kuna kumpa na asiye kumpa. Mimi nahudumia watu wote. Japo najua huduma hii naoitoa sio wote wanaoipenda, ni wachache. Wapo wachache pia waipendi na wanaipiga vita. Ukirejea nyuma, kwa mfano ambulance mimi naitoa bure, gari ni ya kwangu, lakini itokea sintofahamu na figisu mbalimbali wakidai viongozi kwamba sipashi kutoa huduma hii na wakanizuia nisitoe huduma hiyo. Lakini mwisho wa siku huduma hii imeendelea, sababu Mungu ni mwema, Mungu ni mkubwa, na hatimaye gari zangu zote mbili zinatoa huduma. Kwa hiyo kwa kipindi tangu tumechaguliwa, kwa maana hata mwezi wa 10 mwaka 2020 mpaka sasa tumefanya mengi tulioahidi, lakini pia na yale ya ziada tumefanya. Kwa hiyo kile tulichokiomba kwa wananchi, na tunashukuru Mungu tumekitekeleza, na hata dakika hizi tunaendelea. Kesho tunaweza, kesho kutwa tayari tumekwisha ingiziwa fedha kwenye kata yangu ya Kitangili kwa ajili ya kujenga kituo cha afya. Tunazo tayari milioni 40 kwenye akaunti ya kata kwa ajili ya kuanza kujenga ujenzi wa kituo cha afya. Kwa hiyo kwenye sekta pia ya afya tumeendelea. Mimi nimeanza tukiwa hatuna zahanati hata moja, na ndio maana nileta ambulance kwa ajili ya kusaidia kufanya huduma ya afya iwe karibu, kwa maana ukiwa na gari la huduma na ukapata shida, ni rahisi kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kituo husika cha afya ili uweze kupata huduma. Wakati huo tulikuwa tuna zahanati wala tulikuwa tuna kituo cha afya. Sasa hivi ndani ya miaka 5 tumekushapata zahanati moja na tunakwenda kupata kituo cha afya. Sio maendeleo madogo, ni makubwa sana. Na sekta zingine, afya, elimu, miundombinu, tunakwenda vizuri kwa kweli. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
dakika hizi za mwisho tunakwenda kumalizia tukiwa tumetekeleza kwa kiwango kikubwa sana cha 90% kwa yale tuliokuwa tumeahidi, lakini pia tumeadvance kwa kuweka na yale ya kwetu. Kama nilivyosema awali, nimetoa gari, sio jambo dogo, nimetoa gari 2 kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kikubwa zaidi ni kwamba nahudumia bure. Hakuna anayechangia kwenye gari hizi. Zinatoa huduma bure. Huu ni mfano mdogo. Angalia hapa tuko kata ya Pasiansi, maeneo ya Bwiru. Huu msiba umetokea huku Bwiru, lakini nimeleta gari zote 2 kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Hii ni sadaka, wala sio malengo mengine. Hii ni sadaka. Kata yangu mimi ni ya Kitangiri na msiba huu umetokea Bwiru, lakini nimeleta gari kwa ajili ya kusaidia wahitaji. Kwa hiyo unapoombwa gari na kundi lolote na mtu yoyote, sisiti kumhudumia, kwa sababu naamini nafanya katika misingi ya utu, misingi ya imani. Kwa hiyo sioni shida kuhudumia hata nje ya kata yangu.